Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika wakati mwingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu, kipindi kinachokupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali yanayopatikana katika vitabu vyetu vya Roho na Nabii. Mimi ni Rebecca Dennis. Siku ya leo niko naye mchungaji Isaac Mbwambo. Na katika mada ya leo tutaongelea mada inayosema ushindi wapatikana. Ni ushindi gani huo? Endelea kuwa pamoja nasi tunapoanza kipindi chetu. Mchungaji, karibu. Asante sana. Kabla tuendelee, tupatie ombi. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Tunaomba uwepo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, mtazamaji anapokwenda kusikiliza ujumbe huu wa leo, ukambariki, ukamfariji yule anayepitia majaribu, ya kwamba hata sasa yuko karibu na kushinda. Hivi ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu na mada ya leo inasema ushindi wapatikana. Mchungaji, kuna kipindi tuliongelea kuhusu ubatizo na majaribu. Sawa. Tukaona swala zima la majaribu na kwamba Mungu ndo anayeruhusu majaribu ya tupate. Na jaribu likitokea inamaanisha una uwezo wa kulishinda. Kwa sababu Mungu hakupi jambo ambalo hutaweza kulishinda. Yes. Sasa tukiangazia kipindi kilichopita, kuna jambo lolote ambalo huenda hatukuliangalia hasa kuhusiana na jambo ila majaribu kabla hatujaingia kwenye ushindi wa majaribu haya? Asante sana Rebecca. Kwa kipindi kilichopita tulijadili sana juu ya majaribu. Na kimsingi tukakubaliana ya kwamba katika majaribu shetani anatukuta kwenye jaribu tukiwa tumechoka. Na anatumia udhaifu wetu wa kujua ya kwamba hapa tulipo tunahitaji msaada, na kutushawishi ya kwamba Mungu ametuacha, na anakuja akitupatia kana kwamba anatupa jibu la kile tunachokihitaji. Lakini kwa sharti moja tu, tukatae na kuivunja mamlaka ya Mungu. Lakini pia jambo lingine la pili tukakubaliana kwamba kinachotufanya tuingie kwenye majaribu ni tamaa. Tamaa. Yakobo anasema Mungu hamjaribu mtu, ila mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Na kwa kweli tunachoweza kusema kuhusiana na kipindi hiki cha majaribu ni kwamba ziko level za majaribu. Level ya kwanza ya majaribu ni inahusiana na tamaa ya chakula. Yaani wewe ukishindwa na tamaa ya chakula, wewe ni wachekechea. Yaani kama ukala vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amesema usile, tamaa ya chakula, kushindwa kujidhibiti nafsi kwa vitu ambavyo tunavyokula, wewe ni wachekechea. Na kimsingi mahali ambako Adamu alianzia kushindwa ndipo Yesu anapoanzia kuleta uokovu. Na kwa hiyo lazima tuseme ya kwamba ili uanze kushinda majaribu ya shetani lazima uwe na nidhamu katika kula. Ushindi wa majaribu, zinaa na vitu vingine inaanza kwa kuanza kujitawala kwenye kula. Kuna watu wanakula, yani anasafiri anakula hapa, anakula pale, anafanya hiki chochote, anakula, lakini hawezi pia kufunga, tumbo lake haliingii upepo. Yani kule kufunga kunaonyesha ya kwamba nafsi zetu na chakula hakitutawali, kwa sababu upendeleo wa kujipenda nafsi ni pamoja na kuilisha. Kwa hiyo lazima watu wajifunze kuwa na nidhamu katika vitu vya kula. Hilo ni jaribu la kwanza kabisa. Lakini jaribu la pili ambalo linafuatia kwa ukubwa sasa sio hamu, ni tamaa. Yani leo tunajifunza ya kwamba mabinti zetu wa sekondari wanaingia kwenye tamaa kwa sababu ana tamaa ya simu, chipsi, anaingia kwenye ana shida ya gari zuri, nguo nzuri, tamaa ya kazi. Wanaume wanaingia kwenye tamaa ya mwili, kujidhibiti. Kwa hiyo tamaa ni jaribu la ngapi? La pili. Lakini sasa jaribu linalofuatia kwa ukubwa hakuletei tena la tamaa. Na kwa hiyo ina maana shetani hakuachi haraka. Usifikiri ukishinda jaribu moja shetani anakuacha. Ukishinda la kwanza anafuata kwa ngazi. Ukiangalia kwenye Mathayo ile sura ya 4, alimwanza Yesu na chakula. Alipomaliza na chakula hakumwacha hapo. Kwa mpangilio ule anasema ilipokuja la pili akaendelea tena.
kwa kumuongezea tena kana kwamba anapanda ngazi. Na hadi la mwisho ambalo ni la tamaa ya umiliki wa tamaa ya dunia, mambo ya dunia, umiliki. Kwa hiyo jaribu la kwanza chakula, na la pili ni jinsi ambavyo wewe kulinda kiburi chako, kwamba ufanye kitu fulani ambacho kitakachoonyesha wewe ni mwamba, lakini kwa wakati huo wewe unainuliwa, alafu Yesu anafanya nini? Anashushwa. Lakini la tatu ni tamaa ya kumiliki mali, fedha na kila kitu, na hapa ndipo watu wengi wanashindwa kwenye hili jaribu. Yani shetani akakupiga kwa umasikini, yani ulikuwa mweupe mpaka unakuwa mweusi, rangi haieleweki, ukajikuta ya kwamba unakosa chakula, unafukuzwa kodi. Kwenye hiyo tamaa unajikuta kwamba uko umepatwa na changamoto, una ugonjwa hauponi. Mwishoni unasema acha tu ni muabudu. Kwa kweli kama kwa kumwabudu shetani nitapata, acha tu ni. Kwa hiyo majaribu yana level. Sasa tuongee na mtazamaji, usishindwe na jaribu la chakula. Hiyo ni level ya chini na ni dharau kwa Mungu. Yani kwa sababu tu umekosa chakula na kuna mtu amejitokeza kwamba bwana, mimi nitakudhamini, nitakulipia kodi, nitakudhamini, amekufund, hiyo haupaswi kuanguka. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la kujikumbusha katika majaribu. Kwa nini Yesu aliamua kufunga siku 40? Kuna significance yoyote kwenye siku 40 ama ni mapendekezo ama ni mapenzi ya mtu peke yake? Asante. Yesu katika kufunga siku 40, Biblia inasema alikuwa alitoka nyikani akaenda jangwani. Kwanza alijitenga. Kufunga inamaanisha kujitenga na mambo mengine na kujitenga na hamu ya mwili, kwa maana ya mwili kutokutawala ule ubinafsi, kuukana ule unafsi, kwamba mimi siitumikii nafsi, namtumikia Mungu wa mbinguni. Ngoja nikurudishe kidogo katika kitabu cha Luka sura ya 8 na kuanzia Marko sura ya 12 kuanzia mstari wa 28. Biblia inazungumza juu ya Yesu ambaye wanamuuliza kwamba ni amri ipi ni kubwa? Na Yesu anajibu, anasema ya kwanza ndiyo hii. Anawarudisha kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 na mstari wa 4. Anasema Israeli, Bwana Mungu wako Bwana ni mmoja. Wenyewe wa Israeli walikuwa wanaeleza, unataka kueleza ile ya kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee na kujitenga. Ameacha kula, yuko kufunga, kuna maanisha nini? Niko hapo. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa wanasema Shama ya Israeli, Adonai Elohinu Adonai Ekad. Haya matamko Adonai Elohinu yanamaanisha Bwana Mungu wetu. Adonai Ekad yanamaanisha Bwana ni mmoja. Sasa kwenye kufunga hiyo ndio kauli ambayo Waisraeli walikuwa wakiamka asubuhi wananyosha mikono, wanasema Bwana Mungu wetu, Adonai Elohinu Adonai Ekad, wakiwa wanamaanisha mimi nina tumbo ila sitalitumikia tumbo, maana sio Mungu. Tumbo sio Mungu. Nina mali, nina mashamba, sitatumikia mashamba maana sio mali. Nina kazi. Na kwa hiyo walikuwa wanarudia huo msemo wakiamka asubuhi wananyosha mikono. Akitoka mlangoni kuna kitu kinaitwa mezuza, kinawekwa kwenye mlango. Huko ndani ameandika Adonai Elohinu Adonai Ekad, Bwana Mungu wetu, Bwana ni mmoja. Akienda kazini kabla hajaingia anasema, na kwenye mlango ameweka hivyo, kujikumbusha ya kwamba kuna tamaa ya vitu, ila hivyo vitu haviwezi kupaswa kupewa priority kuliko Mungu. Kufunga ni kusema nina mwili, inawezekana kabisa nikakana ubinafsi nilio nao wa kupenda chakula, wakati huo nikajitenga na Mungu. Sasa ndicho alichokifanya Yesu. Adamu alishindwa kwa uchu wa chakula. Yesu anasema mimi niko tayari kutoendeshwa na chakula, nikae katika mapenzi ya Baba yangu nikiwa na mahusiano. Yaani ninathamini mahusiano yangu na Mungu kuliko chakula. Ninathamini mahusiano yangu na Mungu kuliko watu wengine. Na ndio wakati watu wakifunga tunasema Yesu alijitenga akaenda nyikani, akaenda mahali asipokuwa na watu, alikuwa na wanyama ili atafakari. Tunajifunza kama ukifunga unabidi uwe sehemu ya peke yako, ukate mawasiliano na simu, waache kuangalia Facebook, kwa sababu uwe na mahusiano na nani? Kwa hiyo Yesu alikuwa lazima afunge ili kuonyesha ya kwamba moja, hatawaliwi na uchu wa chakula bali mapenzi ya Baba yake. Namba 2, alifunga na kwenda nyikani ili kuhakikisha ana cut
cut off kila kitu ambacho kitakachomfanya asiwe na mahusiano na Mungu. Na mimi leo nitoe wito kwa mtazamaji. Tuna maombi ya asubuhi, tuna maombi ya jioni, tuna maombi kanisani. Kama wewe utakuwa kama Wayahudi ambao wanasema Adonai Elohim Adonai Echad, kwamba Mungu wetu ni mmoja, unapaswa kukata kila kitu uende kwenye mahusiano yako na Mungu, uende kanisani. Unapaswa kuacha kila kitu uende kwenye ibada. Unapaswa kuacha kila kitu nyumbani ili ufanye ibada ya asubuhi na jioni. Unapaswa kuacha kila kitu ili ufanye kwa ajili ya Mungu, kuonyesha kwamba unafanya nini, unamthamini. Na hiyo ndio funga ya kweli. Kwa hiyo ndio maana Yesu alifanya akafunga siku 40 ajiimarishe misuli ya kiroho na mawasiliano yake na Baba. Kwa haina hizi siku 40 haina significance yoyote. Hizi siku 40 zilikuwa zina significance kwa maana ya kwamba alikuwa anajiandaa kuingia katika utumishi wa hadhara. Okay. Kwa hiyo alikuwa anajiweka wakfu, alikuwa anatafuta nguvu ili sasa katika kufunga katika hizi siku 40 pamoja na yale majaribu, kimsingi alipopelekwa alikuwa anaiona njia atakayoipita, njia ya damu. Watu watamkataa, kazi yake itakuwa ngumu, shetani atamjaribu, lakini pia alikuwa katika kufunga siku 40 alijua kutu ya kwamba atajaribiwa, na kwa hiyo alikuwa anatengeneza ushindi pia kwa ajili ya mwanadamu. Okay. Yes. Ni maandiko gani Yesu alitumia kushinda majaribu shetani aliyokuwa anampa? Asante sana. Manake alimjaribu kupitia chakula, akamjaribu kupitia mali. Yes. Na ile kama wewe ni mwana wa Mungu jirushe, manake alisema atatuma malaika. Kwa ni kama judgment ama ni kama kufanya atake kuverify kwamba athibitishe kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Ajimwamba faa. Yes, na Mungu alisema atatuma malaika na kweli atatuma malaika, ngoja niruke. Yes. Kwa hizo nini Yesu hasa, maandiko gani Yesu alitumia kushinda majaribu haya? Asante. Yesu alitumia maandiko ambayo kwa kweli yanatuonyesha, kwanza yanashusha kiburi. Kumbukumbu la Torati 8 na mstari wa 3 ndilo fungu la kwanza ambalo alilolitumia Yesu. Kumbukumbu la Torati 8 na ule mstari wa 3. Yes. Akiwa anasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate peke yake bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Maana hapo mwanzoni kuanzia kwenye mstari wa 2 na kwenda wa 3, Kumbukumbu la Torati sura ya 8, anasema Bwana aliwatweza jangwani, akawaacha na njaa. Lakini huyo Mungu aliyewaacha na njaa baadaye aliwaletea chakula. Kwa hiyo alikuwa katika hili fungu anaonyesha kwamba Mungu anaporuhusu changamoto ya kwanza, iko mifano mingi da Rebeka. Mungu anaporuhusu changamoto ya kwanza ni kwa sababu, anaporuhusu changamoto moja ni kwa sababu kuna baraka zinazofuata. Mungu aliporuhusu kwa Elia kijito cha maji kikauke ni kwa sababu alikuwa amemwandalia aende kulishwa na mwanamke Serepta. Yaani umechoka kulishwa na kunguru, ninaku upgrade uende ukalishwe na mwanamke. So anafunga mlango mmoja, anafungua mwingine. Okay. Wana wa Israeli walipokuwa hawana chakula na maji, walilishwa kwa chakula kinachotoka mbinguni badala ya chakula ambacho kinalimwa na mikono ya wanadamu. Kwa hiyo unaona wametoka kwa jaribu kali linapokuja, jitie moyo. So it's an upgrade. It's an upgrade. Yaani jaribu ni opportunity, ni fursa ya kufanya wewe utoke kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua, na tunapaswa kubadilisha mtazamo. Tukipata jaribu kama anavyosema Yakobo 1 mstari wa 2, tusilalamike. Litumie jaribu kama fursa ya kushinda ili uende kwenye hatua inayofuata. Mchungaji, hiyo ni easier said than, yani hiyo ni rahisi kusema kuliko kufanya. Kwenye kufanya ni ngumu. Ni ngumu mno kwa sababu mfano, tuseme mfano. Najua tunasema tuchukulie mfano wa Ayubu. Ndio sasa hivi mtu apate kile kilichompata Ayubu kipindi hicho. Kimpate mtu sasa hivi. Ana mali, ni tajiri. Tajiri wa duniani, sema unayemfahamu. Ndio. Kila kitu kikaenda. Kama ni magari akapata ajali moja baada ya lingine, kama ni ndege moja baada ya nyingine. Regardless zinaweza siue mtu ama nini, lakini kupotea kwa mali systematically moja baada ya nyingine. Haya, ana watoto wakaumwa wakafariki. Anakabakia yeye kama alivyo na mke wake kama alivyo. Tunaelewa? Ndio. Huyu mtu mchungaji, utamwambia nini? Kwamba jikubali, kubali, Mungu amekupa hili kwa sababu unaliweza. Ndio. Yaani anakuelewaje kwa mfano? Inaweza isiwe rahisi sana mtu kuweza kuelewa katika hili jaribu. Kama nilivyosema, majaribu yana level.
lakini anapaswa kutazama mbali zaidi ya jaribu. Unapoyaweka macho yako katika jaribu na sio mbali zaidi ya jaribu, utashindwa. Ili tuweze kushinda jaribu la kifo, tunatazama ng'ambo ya kifo, kwamba siku moja baada ya kifo nitatoka nikiwa na mwili ambao ulio mzuri. Na Ayubu pia alitazama mbali zaidi ya jaribu. Kwenye Ayubu sura ya 14 na kuanzia pale kwenye mstari wa 4, kuna mahali Ayubu anaongea maneno magumu sana. Anasema kama ni kufa na nife, kama kuniua ataniua, lakini hata hivyo bado nitamwamini. Kwa maana ya kwamba tunakubaliana na Mungu kwamba Mungu kimsingi, kukubaliana na majaribu, dada Rebeka, ni kukubaliana, yani Mungu amelipima jaribu, amelileta, ameliachia. Tunakubaliana na utawala wa Mungu. Kwa hiyo ukiliridhia jaribu, unasema kwa kuwa Mungu ameliruhusu hili jaribu na ya kwamba hili jaribu lije kwangu, kwa hiyo ninakubaliana na Mungu ya kwamba kwa kweli acha ambalo analotaka lifanyike, lifanye nini? Lifanyike. Kwa hiyo niko katika mkono wa Mungu anayetawala. Kwa hiyo acha mapenzi ya Mungu yafanye nini? Yatimie. Hiyo ni saikolojia ya kwanza inayokuimarisha kuingia kwenye jaribu na jinsi uweze kutoka. Lakini jambo la pili, kujua ya kwamba Mungu hajaniacha. Na hii pia ilimfanya Yesu aweze kuwa imara katika majaribu. Ya kwamba sihitaji kuthibitisha kwa muujiza kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ninajijua mimi ni mwana wa Mungu hata nisipofanya muujiza. Kwamba ndicho kilichomsaidia pia Ayubu. Sihitaji kuona kwamba Mungu ananipenda anaponitoa kwenye hili jaribu. Hata nikibaki, ninajua Mungu ananipenda, lakini mwishowe ninajua mtetezi wangu yu hai, na baada ya haya atasimama. Na ninajua ya kwamba kila jaribu litakuwa lina nini? Lina mwisho. Na kwa hiyo ninapitia shida ya umaskini, ninapitia shida ya kifamilia, nimefukuzwa kazi, najua kuna mwisho, na baada ya huo mwisho ni kukuzwa. Kwa hiyo hiyo inanipa nguvu kwamba natembea wakati wa giza, kama anavyosema Isaya 51. Natembea wakati wa giza, lakini ninatembea kama ninaona, kwa sababu ninaona kile ambacho sikioni kwa sasa katika macho ya imani. Kwa hiyo kimaanisha kwamba mara nyingi tunashindwa swala zima la majaribu kwa sababu tuna ile kutaka kuverify kwamba sisi kweli ni wana wa Mungu, badala ya kujikubali ile status kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Si lazima ni sio lazima afanye kitu fulani ndio kwamba nikubali ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Yes. Alafu na ile perception kwamba pamoja na majaribu ninayopata, mimi naangalia hii majaribu, naangalia hapa nilipo. Kwa nini napitia hiki? Why me? Sijui nini. Kwa nini mimi? Unajilinganisha na wengine. Wakati kila mtu ana njia yake. Labda nitengeneze mtazamo sahihi kwamba kama tulivyosema kuna temptation ambayo tunaweza kusema ni jaribio, lakini pia tuna test. Na kwa hiyo kwa maana ya ile testi ama jaribio ambalo linaletwa na Mungu analiruhusu katika maisha yetu, kwanza linatupatia ufahari wa kujua ya kwamba Mungu ananifuatilia kwa karibu. Kama Mungu anatamani kunijua kwa karibu jinsi nilivyo na kuijua imani yangu inavyokuwa, na ndio maana anaruhusu jaribu. Yani ni kama kusema mwalimu anafundisha darasani, pamoja na kwamba wanafunzi wote wanaambia walio umeelewa, anasema umeelewa, lakini anakuja kwa karibu, anakuuliza wewe, anakunong'onezea sikioni, hivi kweli umeelewa? Hebu niambie hii ukifanya hivi inakuwaje? Unagundua ya kwamba Mungu au mwalimu ana upendeleo kwangu, kuna mahali ananipeleka, na kwa hiyo anajitaka kuhakikishia kwamba tabia anayotaka iwe ndani yangu iko sahihi. Kwa hiyo ndio maana hata Yakobo anasema oneni furaha, hesabuni ya kwamba ni furaha mnapoangukia katika nini? Katika majaribu. Lakini jambo lingine la pili ni kugundua ya kwamba Mungu anashughulika na mimi. Ukigundua ya kwamba Mungu anashughulika na wewe, yani sio kwamba vitu vinatokea tu bila mpangilio, Mungu ameruhusu, unakuwa na imani kwamba hiki ninachokipitia hakiko nje ya uwezo wa Mungu. Bado niko ndani ya mapenzi ya Mungu. Bado Mungu amenishikilia. Yani nikilia machozi yangu anayaona. Nikiwa kitandani nimekaa, amekaa pembeni yangu. Nikiwa kwenye umasikini nitaingia, lakini atanipatia chakula. Kwa hiyo una relax. Unajua Mungu yuko na mimi.
tunapoenda kwenye pumziko, kwa nini Yesu asingetumia miujiza kushinda majaribu shetani aliyompatia? Asante. Maana kama badilisha mawe anabadilisha. Alikuwa na uwezo wa kuumba. Ruka anaruka. Na kimsingi shetani pale alitaka Yesu atumie nguvu ya kiungu au nguvu ya uumbaji kushinda dhambi. Sasa Yesu asingeweza kutumia nguvu ya kiungu kwa sababu Yesu alikuja duniani kumwakilisha mwanadamu wa kawaida. Na kwa hiyo angalitumia nguvu ya Mungu katika kubadilisha mawe kuwa mkate, ambacho kimsingi alikuwa anaweza kufanya. Ambacho angeweza kufanya ni kusema kwamba yeye hakuwa mwanadamu wa kawaida, na kwa hiyo itampasa mwanadamu asiwe mwanadamu wa kawaida ili kushinda jaribu. Na kwa hiyo wanadamu wote wangekufa, maana hawana asili ya Mungu ndani yao. Ingetakiwa mpaka wawe na asili ya Mungu ndani yao ndio waweze kushinda jaribu. Na shetani alikuwa amesema, mimi ni mtawala wa huu ulimwengu kwa sababu nimethibitisha kwa wanadamu ya kwamba Mungu si mkweli na wamenikubalia. Na kwa hiyo Yesu alitumwa kuja kuonyesha ya kwamba shetani kweli anatawala ulimwengu, lakini sio kabisa. Bado kuna uwezekano wa mwanadamu kumtii Mungu bila kuwa na nguvu ya kiungu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine la pili ambalo asingeweza kutumia muujiza ni kwamba Yesu hakuwahi kufanya muujiza kwa ajili ya kujinufaisha peke yake. Kwa ajili ya kujitukuza. Miujiza yote iliyokuwa inatakiwa kufanyika ilikuwa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu wa mbinguni. Ila huu muujiza ambao shetani aliutaka, alitaka kuthibitisha uwezo. Yesu ajiinue. Yesu akubali kuonekana ya kwamba yeye ndiyo yeye kwa kufanya muujiza. Kwa hiyo Yesu angalifanya huu muujiza, angekuwa ameonyesha kiburi, angekuwa ameonyesha majivuno, angekuwa ameonyesha ubinafsi. Kwa ule unyenyekevu wote ungefutika. Ule unyenyekevu ungefutika. Alikuja kuonyesha unyenyekevu, upole kwa mwanadamu. Kwa hiyo yeye asingeonekana kwamba ni mnyenyekevu. Na unajua hapo unyenyekevu ni nini? Ni wakati fulani kuonyesha kwamba una uwezo wa kufanya kitu, lakini kwa sababu ya Bwana unaacha. Una uwezo wa kumfunga mtu, ila kwa sababu ya Mungu unaacha. Una uwezo wa kumtukana mume wako, una uwezo wa kuwa mkatili kwa mume wako, ila kwa sababu ya Mungu unafanya nini? Unaacha. Kwa hiyo huo ndio unyenyekevu Yesu alikuja kuonyesha kwamba sio wakati wote tutapaswa kutumia nguvu zetu kwa sababu ya kujionyesha ama kuonyesha kiburi ambacho kitatufanya sisi ya kwamba tuinuliwe. Wakati fulani tutapaswa kuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo ni unyenyekevu. Mchungaji, kwa nini shetani alikuwa anajua kwamba dunia ni ya kwake? Yes. Ndio. Ndio. Kwa nini atake Yesu amuinamie ili ampe vyote vilivyopo duniani wakati anajua kabisa kwamba vilivyopo duniani na vilivyopo mbinguni vyote ni vya Mungu? Kwanza ilikuwa ni, naweza kusema ni matusi makubwa sana kwa Yesu. Yesu ndiye muumbaji wa vyote. Na nataka tuone kwamba adui tunayepambana naye ni mjanja na ana nguvu. Kwanza anasema akamchukua mpaka kwa hiyo yeye ndo alimuongoza Yesu mpaka juu ya hekalu. Akamuonyesha milki zote za dunia, akazipitisha mbele yake kama video, kama vile picha. Akapitisha, akamwangalia zote, akamuonyesha mashamba, akamuonyesha miji ya thamani, akamuonyesha yote. Na kumbuka hapa Yesu alikuwa anaishi maisha ya kimasikini. Anafanya kazi kujipatia chakula chake kwa kuranda. Hapa Yesu atalipotoka kwenda nyikani, roho ya unabii nasema aliomba ruhusa kwa mama yake. Anaishi katika maisha ambayo wakati fulani anaona njaa. Ni kana kwamba anamwambia, kwa kutoka mbinguni umevipoteza vyote, ila mimi ninavyo vyote. Sasa kwa sababu umevipoteza vyote, niabudu mimi. Unapaswa kuniabudu mimi. Na kwa hiyo utagundua ya kwamba Yesu anaposema hauwezi kuwatumikia mabwana wawili katika kitabu cha Mathayo 6:24, aidha Mungu ama mali, utagundua ya kwamba kweli shetani anatamani watu wa muabudu ili awape mali, lakini huku akijua mali sio zake, ni za Yesu. Na kwa hiyo ni kama anacheza mchezo wa muda mfupi, maana hatimaye alijua hivi vyote sio vyake, ni vya Mungu, na Mungu atavitumia anavyotaka. Kwa
Kwa hiyo ndio maana nasema ilikuwa ni dharau kwa Yesu kumwambia nikupe vyote kwa vitu alivyoviumba. Dunia ambayo anayoimiliki, alafu anamwambia nikupe. Kwa hiyo Yesu aliona ya kwamba huu ni mchezo, na mwishoni utagundua ya kwamba roho ya unabii nasema mpaka hapa bado alikuwa anajionyesha kama malaika wa nuru. Ila kwa kusema hii sasa, uanguke uniabudu, na Yesu anasema imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu pekee. Anasema ondoka kwangu Shetani. Kwa hiyo tutamtambuaje Shetani? Anapoidai ibada tofauti na ile Mungu ambayo anayoitaka tusimwabudu Mungu wa mbinguni. Amen, amen. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na hivi sasa tunaenda kwenye pumziko fupi. Tutarejea muda si punde. Mimi ni Rebecca Dennis, niko naye mchungaji Isaac Mbwambo. Karibu. Mtazamaji, tunaingia kwenye sehemu hapa. Kuna jambo tunataka tuliongelee mchungaji kwa dakika kama 3 hivi. Ndiyo. Kwa ajili ya tafakari ya leo. Sawa. Kuna sehemu nilipita nikaona, ila wameandika kwa lugha ya Kiingereza, nitasoma. Ndiyo. Wamesema what is the spiritual status of your soul? Ikimaanisha each of us has a soul that lives within our physical bodies. The purpose of this soul is to facilitate introspection of our soul. The purpose of this lesson is to facilitate introspection of our soul, learn more about ourselves, identify aspects of our souls that are in alignment with God's will, and determine areas where our soul can improve by becoming less like ourselves and more like Jesus, via the lesson content and with the assistance of a self-analysis tool. Sasa introspection ni ile kujichunguza wewe. Sasa hii spiritual status ya nikisema soul ni roho ama ni mioyo ama ni nini? Katika concept ya inakuwa salama sana tukitumia moyo kuliko roho. Okay. Kwa sababu katika dhana hii pia kuna watu ambao hasa jinsi alivyoeleza ya kwamba kuna roho, that's spirit. Kuna watu wanaoitengeneza hiyo kwamba pia yani kama mwili ni nyumba ambayo ndani yake roho inaishi. Na kwa hiyo inafikiri ni ya Kiyunani, na kwamba mwili unapokuwa unakufa ina free ile soul kuweza kufanya mambo, inaiondoa ile roho ili kufanya mambo yanayotaka. Lakini kimsingi imetumika katika namna nzuri. Tunapoita moyo tunaweza tukatambua ni matamanio, mafikara, kile ambacho kinaongozwa na mawazo yetu. Na Biblia inaposema moyo inasema ni katika kituo cha maamuzi kwenye akili yetu, kwenye matamanio. Na kwa hiyo ni kweli kwamba wakati fulani lazima tujichunguze kwa ndani. Kuona ya kwamba matamanio ya huu moyo kama yako kwenye hali ambayo inaungana na Kristo ama tuko mbali zaidi. Na kwa kweli inaendana kabisa na jinsi tulivyokuwa tunasema kwenye kitabu cha Dhahabu kwamba Shetani anafanyia kazi sana. Ngoja ni kuweke vizuri dada Rebecca na mtazamaji kwamba unajua Shetani hawezi kukulazimisha kufanya dhambi. Isipokuwa anakushawishi moyo wako, kwanza anakupeleka kwenye mazingira ya dhambi. Anajua kwa kuwa kwenye mazingira ya dhambi wewe utashawishika mwenyewe utende dhambi. Kwa hiyo Shetani hawezi kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Na ndio maana hapa alichokuwa anamwambia Yesu, hata wakati anamchukua anamwambia, akamuonyesha mali zote na anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu nisujudie. Kwamba mimi ninachoweza kukifanya ni kukushawishi
na kuileta dhambi mbele yako kukuonyesha jinsi ilivyo nzuri ili itengeneze matamanio. Ila swala la kutenda mimi sipo. Kwa hiyo anakupa idea alafu anakuacha ushuhudie. Alafu wewe ukishuhudia anasema sio mimi, wewe mwenyewe ulichagua kufanya. Kwa hiyo ndio lazima tujikague ndani yetu, ikiwa haya matamanio tulionayo, je, yana muunganiko, yako in alignment na Mungu, ama tumeenda mbali? Na unajua shetani akisha tawala matamanio, wakati tukiwa tunaongea na vijana kwenye mambo ya ndoa da Rebeka, huwa tunawaambia kabla haujataka kuwa na mtu bora, jifanye wewe kwanza kuwa bora. Nikiwa ninamaanisha kwamba kilicho bora, watu wanachagua kilicho bora. Na unapokuwa wewe bora, utajikuta unawaona pia walio bora, kwa sababu ukiwa bora ndani yako yanajaa matamanio ya mwanamke fulani ama mwanaume fulani aliye bora. Ila wewe kama sio bora, yale matamanio yako yanatamani kitu kisicho bora. Kwa hiyo wakati ufanye kwenye uchaguzi utashindwa, sio kwa sababu wazuri hawapo, ila kwa sababu matamanio yako yanakupeleka kwenye visivyo bora. Kwa hiyo hii ushawishi wa matamanio yaliyoko ndani ya moyo yakiwa bora, sisi matendo yetu yatakuwa bora. Tutashinda majaribu, maana ndani yetu kuna ubora wa Yesu. Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na siku hii ya leo tunaongelea mada inayosema ushindi wapatikana, nikiwa naye mchungaji Isaac Mbwambo. Mchungaji, tulipokuwa tunaenda kwenye mapumziko tuliangalia swala zima la majaribu, na kwamba shetani anatujaribu kulingana na vile tunavyo udhaifu wetu ulivyo. Yes. Sasa shetani alimjaribu Yesu kutumia maandiko. Tukaona kwamba alikuwa anataka ili athibitishe ule uungu wake. Sasa unadhani ushindi wa Yesu nyikani ulileta athari gani kwa wokovu kwa wanadamu? Asante Yesu. Kwanza tunamshukuru Yesu kwa ushindi wake nyikani. Kwa sababu kwanza kwa ushindi wake ulikuwa ushindi wetu. Tangu ile sauti inayosema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, Mungu alitukumbatia sisi kuwa wanawake kwa sauti ile. Lakini tunamshukuru Yesu kwa ushindi nyikani, kwa sababu kwanza alituonyesha njia ya ushindi. Yeye alishinda kwa niaba yetu. Kwa hiyo leo ikiwa mtu ataendekeza tamaa ya chakula, ataendekeza tamaa ya mali, au ataendekeza tamaa, hiyo ni shida yake. Yaani hiyo ni tatizo lake. Hilo sio tatizo la wokovu. Wokovu umetupa ushindi tayari kupitia majaribu ya Kristo nyikani, na ametufundisha ili kushinda. Daudi anasema nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili nisikutende dhambi. Na kwa hiyo Yesu unaona ya kwamba anapojaribiwa, unajua kitu kinachochukua hapa da Rebeka ni kwamba unajua shetani alijifunza unabii. Na akaanza kukaa kikao na malaika zake kuanza kuhakikisha ya kwamba anampinga Yesu kwenye kila hatua. Na alipojifunza unabii akaanza na wale Wayahudi kama masomo yaliyotoka nyuma ili wamkatae Yesu. Yaani matukio yanayohusu kuzaliwa kwa Yesu wayapuuze. Lakini jambo lingine la pili, alipojifunza unabii na kujifunza maandiko, akaamua kuyatumia maandiko pia kuyatwist katika namna ambayo yataleta uelewa tofauti. Kwa mfano, hapa anapokuja kwa Yesu anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu jitupe. Maana amesema atakuagizia malaika zake wakulinde usifanye nini? Na kwa kweli imeandikwa. Sasa utagundua ushindi wa Yesu nyikani unatupa uelewa kwamba kushinda lazima tuwe na ufahamu na neno la Mungu. Yaani ufahamu hauleti ushindi, ila ushindi lazima uanzie kwenye ufahamu. Kama hatuwezi kuyaelewa maandiko vizuri, shetani atafanya nini? Atachukua. Kwa Yesu aliyajua maandiko na alijua hapa limekosewa. Wakati huo huo alipokuwa anasema ujitupe atakuongoza malaika ili usijikwae, aliacha kipengele kimoja kinachosema katika njia zako zote. Yaani sio mahali popote ambako Yesu Mungu atakulinda, ila katika zile njia zilizo njia za Bwana. Na ndio maana Yesu alishinda kwamba akiona mahali shetani anakata, tuseme maneno ya tafakari, shetani
ni adui wa zamani asiyebadilisha mbinu. Okay. Na shetani anatumia mbinu ile ile kwa Adamu, anatumia mbinu ile ile kwa Yesu, na anatumia mbinu leo. Kwa hiyo leo tukijua kile Yesu alichokifanya jangwani, sisi kwanza ametushindia, lakini ametuonyesha namna ya kushinda. Na kwa hiyo ni haki yetu sisi kuweza kushinda. Na kingine zaidi, hebu jaribu kufikiria Adamu alishindwa akiwa yuko perfect. Wengine wanasema Yesu alishinda kwa sababu alikuwa ni Mungu. Miaka 1400 imepita, na kwa hiyo dhambi imetengeneza makao sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo kuna kushuka kwa kizazi kilichoingia na dhambi na kutolewa na dhambi kutoka kwenye Adamu. Alikuwa yeye hana dhambi, alishindwa, lakini Yesu alikuwa amekuja kwenye kizazi katika ambao ile asili ya dhambi imetawala sana, na akaichukua asili hiyo ya baada ya miaka 1400, lakini akashinda. Kwa ushindi ule anasema hivi, yeyote anayemwamini yeye anaweza kushinda, hata kama ameingia kwenye mtego ama kwenye dhambi kiasi gani, dhambi imemtawala kiasi gani, kwa ushindi ule wa Yesu anaweza kushinda. Mchungaji, naweza kusema kwamba kadri vizazi vinavyozidi kwenda, percentage ya uungu kwa wanadamu, ama niseme uwepo wa uungu wa Mungu kwa wanadamu inapungua? Unapungua. Yes, siwezi kusema kama ni uwepo wa Mungu, lakini naweza kusema athari ya dhambi katika mwili wa mwanadamu inaongezeka. Okay. Kiasi kwamba wanamwacha Mungu mbali. Kwa hiyo unaweza kuona tu kwamba mfano rahisi, katika vizazi vilivyopita, vilivyotangulia hapo, vizazi vilivyoishi miaka ya 1920, 1930, 1940, athari ya dhambi ilikuwa ni ndogo, kwa maana ya kwamba haikumuhitaji mtu kwenda kanisani au kuwa Mkristo ili kuishi maisha yenye maadili. Unaweza ukakuta kwamba Mkristo ambaye ni mwabuduji sahihi sana wa leo anaweza akafanana na mtu aliyekuwa mpagani kabisa asiyemjua Mungu kwa mwaka 1920. Yaani jinsi ambavyo yule alikuwa anamkarimu mgeni, jinsi ambavyo alikuwa anajali mambo ya kimahusiano, yaani huyu ni mke wa mtu usimguse, huyu ni nini, jinsi alivyokuwa anajiwekea mipaka kwamba kwa kweli hiki kitu hakipaswi kufanya maana huyu ni ndugu yangu. Leo inawezekana yule alikuwa mpagani, inawezekana leo Mkristo akashindwa na yule mpagani, kwa sababu jinsi miaka ilivyoendelea, yani dhambi imeendelea kufanya wanadamu kuwa dhaifu sana. Okay. Yeah. Na inakuja kwa versions zake. Inakuwa Pro Max, Pro 9, yes. Pro 9. Inaendelea kuleta version tofauti. Hivi Yesu asingeshinda ingekuwaje? Kama Yesu asingeshinda, yeye na sisi wote tungepotea milele. Unajua Yesu alikuwa amejiweka katika mamlaka ya shetani. Alikuwa ameuvamia ufalme wa shetani. Kwa hiyo ilikuwa lazima kwanza yeye ashinde ili sisi tushinde. Okay. Na kama yeye asingeshinda, na moja ya vitu ambavyo shetani anasema ni kwamba roho nabii anasema shetani alikuwepo kwenye kubatizwa kwake, na shetani aliona wakati Yesu alipokuwa amechoka kabisa jangwani ndio wakati sahihi ambao ilikuwa ni wa kumjaribu. Na mimi ninaona kumbe wakati tunapojitenga kwa ajili ya kumtafuta Mungu ndio wakati ambao shetani anatujaribu zaidi. Okay. Kwa hiyo sasa katika wakati ule alikuwa yuko katika udhaifu wa mwili, na alijua kwamba huyu aliyekuwa mbinguni, natamani uone hii tofauti. Mbinguni aliposhindana naye akamshinda, kwanza kulikuwa ni kwenye ufalme wa Mungu. Na Yesu alikuwa yeye ni kamanda wa jeshi la mbinguni. Kwa hiyo shetani anasema ulinishinda kwenye viwanja vyako. Sasa uko kwenye sasa umekuja kwenye uwanja wangu. Tunairudia mechi sasa kwenye uwanja wa nyumbani. Sasa Yesu na yeye akadhihirisha ya kwamba anaweza kushinda kwenye uwanja wa ugenini na uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo akiwa kwenye uwanja wa shetani anakuwa anajiita yeye ni prince of this world, kwamba yeye ni mmiliki wa ulimwengu huu. Yesu akayaishi mapenzi ya Baba vizuri kabisa. Na kwa hiyo kinachonisikitisha ni kwamba gharama ya wokovu ni kubwa. Ilikuwa either
Yesu apoteze mamlaka yake ya kuwepo mbinguni, maana angefanya dhambi asingaliweza kuingia mbinguni tena, asingeweza kurudi. Kwa hiyo angekuwa amepoteza mamlaka yake. Lakini kitu kingine ni kwamba katika kuitii sheria ya Mungu alitupa sisi uwezo wa kuweza kuitii. Kwa hiyo kwa kweli bila ushindi wa Yesu sisi tusingeweza kuokolewa kabisa. Nitamuulizaga Mungu, kama Yesu angeingia kwenye dhambi, je, ungetuma mtu mwingine tena kuja kufanya wokovu? Ama angeshuka yeye mwenyewe kuja kuokoa? Na kama ingekuwa hivyo, Yesu angerudi tena mbinguni hapo hapo, au na yeye angesubiri kuokolewa mara? Hakuna kitu kinachoingia mbinguni. Na ndio maana tunasema sasa shetani anadumu kuwa adui aliyeshindwa kwa sababu ya ushindi wa Yesu. Unaelewa hiyo anadumu maana yake kama Yesu angeshindwa, yeye angedumu kuwa Mungu aliyeshindwa. Maana kwa Yesu alichokifanya duniani hadi kufika msalabani kimempa ushindi wa moja kwa moja. Hata sasa shetani anajua ya kwamba ameshashindwa. Na kwa hiyo shetani anadumu kuwa adui aliyefanya nini? Aliyeshindwa. Kwa hiyo hiki kitu ambacho Yesu alikifanya, of course alihatarisha maisha yake, aliyaweka maisha yake rehani, aliweka kiti chake rehani kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba alishinda. Amen. Mchungaji, tumeona hapo nyuma kwamba shetani alikuwa anajua neno linavyosema, ila at the same time anaitwist maneno na mengine anaacha. Kama alivyosema jirushe, imeandikwa atatuma malaika zake usijikwae hata kidogo, akaacha ile sehemu ya njia zako zote. Na kwenye mwanzo, kwenye Adamu akamwambia, je, mmeambiwa msile tunda hili, which is true, akaacha kwamba mtajua mema na mabaya, akaeka maneno yake mtafanana na Mungu. Lakini kwani kufanana na Mungu na kujua mema na mabaya ni ni sawa, tofauti tu. Kwamba kuna ubaya gani kufanana na Mungu? Tunachoweza kusema ni kwamba hapa Adamu na shetani alipokuwa anakuja hakuwa anataka kufanana na Mungu kitabia. Wala kufanana na Mungu kwa hulka. Ila kufanana na Mungu kwa cheo na kwa utawala, kwa mamlaka. Kwa hiyo hiki ndicho kilichokuwa katika lengo la shetani, kwamba Mungu anajua kwamba mkila mtafanana na Mungu. Lakini pia hapa tunaona ya kwamba alipokuja pia kwa Yesu anajaribu kuonyesha ya kwamba ikiwa shetani atasujudiwa, atampatia vile vyote, na kwa hiyo ingawa Mungu atakuwa na miliki yake mbinguni na Yesu naye atakuwa na miliki yake duniani, kwa hiyo shida ni nini? Kwa hiyo kwamba kwa sababu mimi nitakupa, mimi ndio mmiliki wa ulimwengu kwa sababu wanadamu wamenikubali, kwa hiyo wewe pia hata hivyo. Ni maneno yale yale ya Adamu yaliyoletwa kwa Adamu, kwamba hata hivyo bado hautakuwa umepoteza, utakuwa tu umelingana na Mungu. Mungu anatawala sari nyingine na wewe una sari yako moja unatawala, kwa hiyo mimi nitakupa. Na hivi ndivyo shetani ambavyo anavyotushinda pia leo, kwamba anatuonyesha ya kwamba vitu vya muda mfupi, kwamba nitakupa utajiri, nitakupa hiki, nitakupa kile, nitakupa maisha mazuri, lakini kubali tu kwamba uniabudu, uachane na Mungu lakini uniabudu. Na anakuja kwenye ile saa ambayo sisi tumechoka kabisa. Umetafuta kazi haupati, umetafuta mume haupati, umetafuta mtoto haupati, umetafuta amani haipatikani, umetafuta kwa miaka yote, alafu anakuja na kunongoneza sikioni kwamba unaona hivi kweli wewe ni mwana wa Mungu? Kama ingekuwa ni mwana wa Mungu kama kwa Yesu, angekuacha kuna njaa kiasi hiki, angekuacha jangwani. Mungu hana upendo kabisa na wewe, ila mimi na upendo na kujali. Na kwa hiyo sikiliza, achana na kumwabudu huyu asiye kujali, niabudu mimi ninaye kujali. Na hapo Yesu ana njaa, niabudu mimi ambaye ninaweza kukuonyesha nikakupatia hivi vyote. Mungu amekuacha kwenye familia ya kimaskini, unapiga randa. Angalia huko kwenye jamii ya kimaskini huko Nazareti. Sasa mimi nitakupa hii mimi, alafu ushinde. Na hapa ndio tunajua ya kwamba tunaweza tukalishika neno la Mungu na kuliamini na kulitii, ndio msaada wetu pekee. Lakini tukitazama kwenye majaribu hatuwezi kushinda. Inabidi tu tuishi kwa kauli ya Mungu kwamba hata kama sina mtoto, imenipasa kumwabudu Mungu pekee. Ila ukiangalia, ukipima shetani anavyokupa na uhalisia jinsi ulivyo navyo, unakwenda. Unaenda kabisa. Na ndio maana hata Yesu anapotoa dalili za kurudi kwake,
Mathayo sura 24, anasema akiwaambia ya kwamba yuko jangwani, msitoke, msiende kuona, kwa sababu mtakapoenda kuona mtadanganywa. Na ndio maana hapa pale nabii nasema Yesu hakujipeleka katika uwanja wa adui, ila adui alimkuta Yesu katika eneo lake, japo Mungu aliruhusu ajaribiwe. Na unajua kuna vitu vya ajabu hivi, unaweza kuamini Mungu mwenye upendo anaweza akaruhusu wewe ujaribiwe. Huyo ndio baba yetu jinsi alivyo. Anaweza akaruhusu ndoa yako ikajaribiwa, uchumi wako ukajaribiwa, anaweza akaruhusu afya yako ikajaribiwa, anaweza akaruhusu elimu yako ikajaribiwa. Uko na cheti umetembea nacho, alafu kumbe anakujaribu, na wakati huo anakuona kinachotokea, lakini nataka useme tu kama Yesu ya kwamba imenipasa, imeandikwa, utamwabudu Mungu pekee. Hata kama niko na cheti, siwezi kufanya kazi siku ya Sabato kwa sababu nitamwabudu Mungu pekee. Mchungaji, kuna wakati Mungu anakaa kimya katika majaribu tunayopitia. Tunapataje ushindi kwenye majaribu hayo? Asante sana. Swali ni zuri. Mwalimu akishamfundisha mwanafunzi hawezi kutokea kwenye mtihani tena. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anakaa kimya katika jaribu, na utagundua hapa anasema baada ya Yesu kushinda, akamwambia shetani, ondoka zako. Maana hapo alimgundua kwenye ibada, akamwambia ondoka zako wewe shetani, imeandikwa. Katika jaribu la mwisho anasema kwanza shetani alipoondoka, Yesu akaanguka, akawa ameishiwa nguvu, ila malaika wakaja wakamhudumia. Yesu hakuwa ameachwa na Mungu. Uko sahihi kwamba Mungu anakaa kimya, ila hajatuacha. Yuko mahali fulani anatufuatilia, na ndio maana mwanake mpendwa anaposhinda, saa ile ile hahitaji kuomba nguvu ya malaika, malaika wanatokea. Na utagundua ya kwamba huenda malaika walikuwa mahali fulani wanaangalia, lakini wanasubiri, kwa sababu tumesema shetani hakulazimishi kuingia kwenye majaribu. Wewe mwenyewe ndio unaingizwa na dhamira yako na unachagua kuweza kufanya. Na malaika hawawezi kuingilia dhamira yako, na Mungu hawezi kuingilia dhamira yako. Kwa hiyo anakaa mahali fulani anaangalia utakayemchagua. Kwa nini? Ili kuweza kushinda shetani. Mantiki ya shetani aliyosema sheria ya Mungu ni ngumu, haiwezi kushikwa na mwanadamu yeyote, haiwezi kutiiwa. Na Mungu anakaa kimya ili amuone katika mazingira ya mwanadamu anaweza kutii. Na unajua ukiangalia kisa cha Ayubu kikileta hapa, shetani anasema Mungu sio kwamba wanadamu wanakutii, ila ni kwa sababu unawalipa. Wakiomba unawapa. Wakienda kanisani wanapata wenzi. Wakikuabudu, wakisoma wanapata kazi. Hebu tubadilishe formula, tuone kama kweli wanakupenda wewe ama wanapenda vitu unavyowapa. Hebu wewe wanakuabudu alafu usiwape, tuone kwamba wataendelea kukuabudu. Na huu ndio mtihani ambayo Yesu aliyokuwa anaupitia. Na kwa hiyo sasa mwishoni Mungu ananyamaza na yeye, kwamba nanyamaza kimya, nione kweli mtoto wako akiumwa na haponi, utaendelea kuniabudu? Alafu mara baada ya huo mtihani ndio Mungu anajitokeza. Kwa hiyo lazima Mungu akae kimya ili uweze kudhihirisha ya kwamba unampenda Mungu na sio vitu vinavyotolewa na Mungu. Ushindi wa Yesu kwenye majaribu shetani aliyompatia, umemaliza pambano na vita ya ulimwengu. Maana mpaka sasa shetani bado anaendelea kutujaribu. Sasa hiyo tunaweza tukaiwekaje? Na maanisha ushindi wa Yesu ulikuwa ushindi wa Yesu peke yake ama ikoje? Maana kama angeshinda kwa ajili ya watu wote, na maanisha shetani asingekuwa na uwezo wa kutujaribu. Ni kweli ushindi wa Yesu haukuwa ushindi wa Yesu peke yake, ila ulikuwa ushindi kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na lakini sasa wale wanaoshinda, na ukumbuke mpaka ushinde ndio shetani anakuacha. Na kwa hiyo ukianguka kwenye jaribu la kwanza, shetani anaendelea kukuletea lingine. Yaani kuna vijaribu vingine unatakiwa uvishinde tu haraka haraka, alafu ili shetani afanye nini? Akuache. Kwa nini anakuacha? Kwa sababu umethibitisha uko kwenye ufalme wa Mungu na hauwezi kuwa watu. Kwa hiyo
Kwa nini shetani anaendelea kutujaribu sisi leo? Na pambano hilo la Yesu jangwani na shetani linaendelea kwenye moyo wa kila mtu kila anapotembea. Lile pambano linaendelea kuchukua nafasi na anatujaribu ili sisi tuchague upande, kwamba bado tunaendelea kuamini ya kwamba shetani anaweza kushinda na mantiki yake na hoja zake ni sahihi, ama sisi tunaamini ya kwamba Yesu yuko sahihi. Na kwa hiyo majaribu haya yanatupima na kutufanya sisi tuchague upande ambao kimsingi tukishaonekana tumechagua upande kama Yesu, jaribu la kwanza umeshinda, la pili umeshinda, la tatu umeshinda. Yaani umeshinda jaribu la tamaa ya chakula, umeshinda jaribu la tamaa ya mwili, umeshinda uchu wa mali na mapenzi kwa ulimwengu. Baadaye anasema huyu simwezi. Huyu ameamua kuchagua ufalme wa Mungu, na kwa hiyo sasa tunakombolewa. Mchungaji, neno la mwisho kwa mtazamaji kuhusiana na swala zima la ushindi wa Yesu kwenye majaribu na kwetu sisi leo ina apply vipi ama tufanyeje? Ushindi wa Yesu katika majaribu ni silaha aliyoweka mkononi kwetu, na tunatakiwa tuitumie katika kumshinda shetani. Isipokuwa kama uko na silaha mkononi na ukashindwa kuitumia, kimsingi utakufa na silaha yako mkononi. Kwa hiyo lazima tujue kutumia ushindi wa Yesu jangwani na msalabani kama silaha inayotupatia sisi ushindi, kwa kuomba ya kwamba kwa sababu haki ya Yesu alishinda. Yani hata kama ni mzinzi, Yesu alinishindia na mimi nitashinda. Hata kama kwa saa hii na hiki nitashinda. Hata kama ninapitia jaribu hili nitashinda. Hivyo ndo namna ya kutumia silaha vizuri. Lakini jambo lingine la mwisho, hakuna Ukristo bila majaribu. Ikiwa unataka kuwa Mkristo na usiwe na majaribu, huwezi kuwa Mkristo. Maana majaribu ndiyo yanayothibitisha Ukristo wetu na yanatupatia kukwezwa na kuonekana kwamba tuwaaminifu, tunafaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo majaribu katika maisha ya Kikristo ni lazima. Na ushindi tunaupataje sasa? Na ushindi tunaupata kwa neno, kwa sababu anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ya kwamba wale ambao hawakupenda nafsi zao hata kufa, kumaliza ule ubinafsi, kutopenda nafsi zetu. Ushindi wa kwanza, tunapenda kwamba Mungu atusaidie kushinda ubinafsi wa kwetu. Lakini ushindi namba 2, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini jambo lingine la 3, tutamshinda, nimeliweka neno lako moyoni ili nisikutende dhambi. Mambo 3. Kwanza, kutoipenda nafsi, kuifia nafsi. Kumpenda Mungu na neno lake kuliko ubinafsi. Jambo la 2 ni kwa damu ya Kristo. Lakini na jambo la 3, neno. Na neno linatutakasa ili ya kwamba tuendelee kuwa washindi. Linatutengenezea tabia mpya ndani yetu. Something quick kuhusu miujiza. Tunaweza tukatambuaje huu ni muujiza kutoka kwa Mungu na huu ni muujiza kutoka kwa shetani? Asante sana. Yesu alitambua malaika alipokuja alitokea kama malaika wa nuru, na alipotokea kama malaika wa nuru, na wakati ule Yesu hakuwa amejua, aliyajua kwa jinsi alivyotamka, jinsi anavyotumia maandiko. Sasa miujiza ya kweli na isiyo ya kweli itatuonyesha kwa jinsi ambavyo maandiko wanavyoyatumia. Kwanza, miujiza haiwezi kutumika kama sehemu ya kumkweza mwanadamu, kumkweza mtenda miujiza badala ya Mungu anayefanya miujiza. Ukiona miujiza inamkweza mtu, inamkweza mtenda miujiza yeye binafsi, na Yesu alikataa kufanya miujiza kwake yeye mwenyewe inayomkweza. Kwamba ukiona miujiza inafanya mtu anajiita mwamba, au kalifanya miujiza anafanya hivi, hiyo miujiza ina uhalaki. Maana hiyo shetani ndo anataka tuwe hivi, kwamba ile miujiza itufanye tuwe proud. Yani tuwe na kujisifu. Lakini jambo lingine la pili, tunaweza kuijuaje miujiza ni kwa kuotazama ya kwamba ikiwa hawa watu miujiza yao inalenga kufanya nini. Kama miujiza hii inalenga kuleta uhuru kwa wanadamu, miujiza hii inalenga kumuinua Yesu, inaweza ikawa. Lakini kama hii miujiza inalenga kujipatia pesa na nini, kwa sababu mtawatambua. Lakini pia tutatambua kwa neno. Ikiwa neno la kweli
na roho ya unabii nasema muujiza wa kwanza ni kuishi kwa imeandikwa. Maisha ya mtenda muujiza, kama maisha ya mtenda muujiza yanaambatana sawa sawa na neno, ndio tutaanza kuona. Lakini kama maisha ya mtenda miujiza hayaambatani na neno, hiyo miujiza haitoki kwa Mungu. Mchungaji, asante sana, tupatie ombi. Asante, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ushindi uliopatikana pale Calvary. Asante kwa sababu kwa kweli tunakumbuka neno lako ya kwamba Bwana Mungu wetu ni mmoja. Mwezeshe mtazamaji asiabudu fedha, asiabudu familia, asiabudu mahusiano, akuabudu wewe Mungu na Mungu peke yake. Mtie moyo msikilizaji katika majaribu anayoyapitia, ya kwamba mara baada ya majaribu, hatimaye Bwana, majaribu yanatutengenezea saburi, uvumilivu na tabia, na baadaye utatushindia na kutufika taji ya haki. Neema yako iwe pamoja nasi, tunaomba kwa Yesu Kristo, amen. Amina. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kipindi cha kitabu cha dhahabu hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Kumbuka tulikuwa tunaongelea mada nzuri kabisa ya ushindi wapatikana, na tumeona ni jinsi gani Yesu alivyoshinda katika majaribu aliyokabiliwa nayo. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku ya leo nilikuwa naye mchungaji Isaac Mbwambo katika kipindi cha leo. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine, kwaheri.